mchezo wa dabi ya KMC Complex. Timu ambazo zinakutana hapo kesho ni wenyeji wa uwanja wa KMC Complex, ambapo KMC ambao ni wenyeji wa mchezo huo wanakutana uso kwa uso na mnyama Simba ambaye anautumia uwanja huo kama uwanja wake wa nyumbani. Kuelekea mchezo huo, kocha wa KMC ambaye ni Adamu Mbwana amesema wanaifahamu Simba zaidi kuliko Simba wanavyoifahamu KMC. Tulifanya analysis ya game zao, lakini pia tumejaribu kuimplement mbinu chache ambazo tunataka kuzitumia. Faida tuliyokuwa nayo ni kwamba of course sisi tunawafahamu zaidi Simba kuliko Simba wanavyotufahamu sisi, sio? So nafikiri tutajaribu kila mbinu na tutajaribu kuexploit hizo weaknesses za kwao. Ninapotrain kwenda kwenye uwanja wa natural ni tofauti na ninavyotrain kucheza kwenye mechi kwenye uwanja wa artificial, sio? Kwa hiyo lakini mabadiliko tulikuwa tunayategemea, so we were training 50-50 tukijua lolote linaweza kutokea kwa sababu ilikuwa bado haijawa confirmed. So far hakuna excuse kwenye hilo, tuko sawa na hakuna chochote ambacho kinaweza kuaffect. Kwa upande wa kocha msaidizi wa kikosi cha Simba ambaye ni Suleiman Matola ameeleza ugumu wa mchezo wa hapo kesho. Kwetu kitu kizuri ni kwamba wachezaji wote wako kambini na hatuna injury. Mchezaji ambaye ni injury mpaka sasa hivi ni mmoja, ni Mzamiru tu ndo ambaye hayuko kwenye kikosi, lakini wachezaji wote ambao walikuwa injury kama Shamaloni tayari kisha ingia kwenye kikosi. Kwa tunashukuru Mungu. Uwepo wa wachezaji wetu kuwa vizuri wote kambini inatupa picha nzuri kabisa katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri na kutoka na alama tatu ambazo ni muhimu kwa sisi. Ugumu wa kwanza ni jinsi ya kuandaa timu, kwa sababu unapotoka kwenye mechi baada ya siku mbili na mechi kwa hiyo mechi wa timu inapata tabu na kuandaa timu katika mechi inayocheza sababu kila mmoja kumaliza mechi leo utafanya standard siku inayofuata and then siku inayofuata uiandae game timu kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa hiyo ugumu ni muda mfupi wa kuiandaa timu, lakini kitu kizuri kwetu sisi ni rotation, kwamba tumeongezeka wachezaji na rotation imekuwa ikifanyika na tumekuwa tunafanya vizuri. Afisa habari wa kikosi cha KMC ambaye ni Khalidi Chukuchuku ameeleza namna ambavyo wanakwenda kuwakabili Simba kwenye mchezo huo. Unapocheza katika uwanja wa nyumbani always unakuwa ni favorite kwa sababu una advantage ya mashabiki. Though tunajua Simba wakija wao ndio wanakuwa na mashabiki wengi, lakini tunaamini kesho vitu vinakwenda kuwa tofauti. Kwa hiyo mashabiki wajitokeze kwa wingi. Sisi kesho tupo kwa ajili ya kuandaa surprise. Kwa waje wakisubiria hiyo surprise ambayo tumeandaa. Hii surprise tulikuwa tumeiandaa Tabora, lakini kwa bahati mbaya mchezo umerudi Dar es Salaam. Kwa hiyo waje ile surprise ambayo tulikuwa tuipeleke Tabora itatokea kesho katika dimba la KMC Complex. Kwa upande wake afisa habari wa klabu ya Simba ambaye ni Ahmed Ali amevunja ukimya juu ya mchezo huo. Kwa sasa tunamwangalia mama mwenye nyumba kwa maana KMC. Kwanza tunamshukuru kwa sababu mechi yake alichagua kwenda kuchezea Tabora na kanuni inamruhusu, lakini kwa mapenzi yake na mpira wa miguu Tanzania, akifahamu Simba tuna kibarua kwenye michuano ya kimataifa, akasema wacha nirudishe mechi katika uwanja wangu wa nyumbani kwa maana ya KMC ili nisimpe logistic ngumu Simba Sports Club. Kwa hili KMC uongozi wao wanastahili sifa na pongezi kubwa, na kwa niaba ya Simba Sports Club sisi tunawashukuru sana. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Spiderman Jacob Kapaya wa Sports Extra ya Clouds FM. Mchezo pekee wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara baina ya KMC dhidi ya Simba unapigwa hapo kesho. Ukisikia kwa pande zote mbili, kila timu inakwenda kwa tahadhari kubwa. Kwa upande wa Simba inawezekana mechi ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika ikaathiri kwa namna moja ama nyingine kuelekea mchezo huu, yani kwa upande wao namna ambavyo wanaichukulia hii mechi, kwa sababu ni mechi muhimu, kwa sababu ni ya kiporo ambayo pia iwapo wanashinda wanakwenda kusogea ama kupunguza gap baina yao na mabingwa watetezi Yanga ambao watakuwa na alama moja zaidi ya wao. Yeah. Kwa upande wa KMC na wenyewe maisha yao bado hajao na uhakika kusalia ligi kuu. Lakini kwa sababu ya mechi ya finali, uzito wa mechi ya finali, kuna namna ambavyo hata wachezaji wa Simba watakuwa wanacheza wakiwa na tafakari kibinadamu. Wanafikiria juu ya mchezo ambao utakwenda kuandika historia ya maisha yote ndani ya klabu ya soka ya Simba. Yes sir. Ndio. Ni mchezo ambao utakuwa na athari kwa moja au nyingine, na kuangalia unavyoniangalia unasubiri unajua kabisa kwamba mechi ya finali ya ligi ya kombe la shirikisho Afrika
ndio mechi ambayo Watanzania kwa ujumla pasipo kujalisha itikadi zao kwamba huyu ni Simba au Yanga, kila mmoja atakuwa anaitazama mechi hiyo. Kwa kuikosa itakuwa ni dhambi kubwa sana kwa kama mchezaji. Kuna baadhi ya wachezaji kesho wanaweza kumwambia mwalimu naomba nisicheze game ya leo. Nataka nitwange kule Morocco. Anyways, kwenye msingi wa swali lako, ni mchezo ambao lazima uwe na athari, whether ni chanya ama ni hasi, lazima zitakuwepo, kwa maana ya kwamba sitarajii kumwona Faldu kesho akifield best 11 yake kiwanjani kwa moja. Mtu kama Mpanzu, mtu kama Janchaza huwa, mtu kama Kibu Dennis, Chamu Karabwe pamoja na Hamza, japokuwa hapo ni kitendawili kidogo, kwa sababu kama wasipocheza wao inambakiza Marlon peke yake and maybe Hussein Kaz. Sasa ni kama ni confidence kubwa sana kwake kumwacha cheze kwenye game ambayo potentially ukipoteza inawezekana ikawa tatizo kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo Simba hawataka kurisk kiasi hicho, kwa ukubwa wa kiasi hicho. Lakini pia Musa Kamara pia natamani apate mapumziko kesho, but nita understand kama kocha ataendelea kumwamini. Kwa hiyo kwa maana ya athari, tukianzia hapo kwenye kikosi cha kwanza, I expect Simba wanafanya some changes kuhakikisha kwamba wanakuwa na wachezaji wengi ambao hawatakuwa na dakika nyingi za kimchezo ama uchovu mwingi kuelekea safari yao Jumanne wakati wanajiandaa kwenda nchini Morocco. Na kile ambacho wanakifuata Morocco, umuhimu wake unawafanya kuwa kwenye juxtaposition na kile ambacho wanapaswa kukifanya siku ya kesho, kwa sababu kesho pia pana umuhimu mkubwa sana. Kile kiporo kikichacha, wasipofikisha alama 69, lisipobakiwa pengo la alama moja, baada kwa mfano ikifika Jumatatu Simba hadawi na Yanga alama moja, itakuwa ni issue nyingine pia. Kuna watu watakuja watazungumza kwa namna pekee yake. Mimi leo ukiniambia ni trade Simba wachukue kikombe cha shirikisho msimu huu na wachukue ligi kuu msimu, mimi I'll take shirikisho. Yani kabisa mchana kwa upe nitawaambia Simba apotezeni kikombe cha ligi kuu, chukueni kombe la shirikisho barani Afrika. Yeah, I can trade it for that. Lakini sasa kuna mashabiki wa Simba ambao hawawezi kusikia ama kulikubali wazo la Simba kuchukua kikombe cha shirikisho alafu kikombe cha ligi kuu akakiacha Young Africans akakichukua. Kwa hiyo kwenye mazingira namna hiyo you can understand kwa nini maybe kesho itakopo ni eneo ambalo kocha atapaswa kumanage na sio kuharibua kabisa kile ambacho ni naturalism ya Simba Sports kiwanjani. Kwa hiyo ni jambo la kuweza kusubiri na kuweza kuona whether or not Simba watafanya kitu gani, but kwenye eneo pia la athari kampista, kesho kuna mtu anaweza akafanya kitu ambacho kikampatia mawazo yenye athari chanya kwa kocha Fadlu ili apate nafasi kule Morocco pia. Kwa sababu kama umetazama kwa mchezo wa hivi karibuni, mtu kama Joshua Mutale amekuwa ni mchezaji ambaye kocha haoni aibu tena kumlisha kiwanjani kwa sababu ya performance aliyotoa dhidi ya JKT Tanzania, performance aliyotoa dhidi ya Pamba. That tells you hata kwenye mchezo wa finali kule Morocco dhidi ya RS Berkane anaweza kupatiwa nafasi kwa sababu tayari amemuingiza kocha katika mawazo ya kwa positive dhidi yake kwamba huyu ni mtu ambaye nikimweka anaweza kunipa impact fulani. Kwa hiyo kesho it could be Edwin Barua, kesho it could be Ladak Chasambi anaweza kufanya hicho kitu, it could be anybody else, Mavambo maybe kwenye eneo la kiungo, why Ngoma aanze kwenye finali, why not me? Inawezekana kesho zidi ya KMC kocha akapata kuna kitu fulani kwa anatafuta kama solution ambacho nilikuwa sikioni ndani ya Ngoma. Licha kwamba ni ubora mkubwa sana. Na sisemi Ngoma ni mchezaji mbaya, but kuna kitu nilikuwa sikioni. Maybe anawaza hiyo. Lakini Mavambo kuna kitu amenionyesha leo kwenye game zidi ya KMC, okay fine. Walau katika zile dakika 90 kule Morocco nitampa dakika kadhaa. Kwa hiyo unakuwa part of history. So you have to work for that kuipata hiyo nafasi. Kwa hiyo kuna athari pia kwa namna hiyo kwa upande wa wachezaji wa Simba Sports. Lakini athari nyingine ama turudi kwa upande wa ndugu zako wa Kinondoni Manispaa KMC, they need this match kwa sababu wana alama 30 na alama hizo walizonazo haziwaweki comfortable kuzidi ya playoff positions kwa sababu nafasi ya 13 na 14 ambazo zinakufanya ucheze playoff ukimaliza kwenye hizo nafasi mwishoni mwa msimu, Prisons pamoja na Pamba Jiji wote wana alama 27, pungufu ya point 3 ambazo KMC wanazo. Kwa kama KMC kesho wanapoteza mchezo, zile alama 3 zinasalia katika utofauti baina yao, alafu mind you huko mbele KMC ana ratiba zidi ya Pamba Jiji, lakini pia bado ana ratiba zidi ya Mashujaa, zidi ya Tabora United. Itakuwa ni riski kwao, they can find themselves
wanacheza themselves wanacheza hata kwenye playoff, na kucheza kwenye playoff meaning mtu kama Stand yuko anaweza kuja amepania vizuri kwenye championship akakufanya ukabakiwa wewe kwenye championship msimu ujao. Kwa hiyo possible, na kwa maana ya athari kwa upande wa KMC, na tunajua pia wamefanya changes recently. Kocha hayupo, Kalimangonga Ongara ambaye alichukua viatu vya Mwalin kuna namna fulani walifanya KMC kwa timu bora, but mwanzoni mwa msimu let's be honest, kuna vitu fulani havikuwa sawa tofauti na ambavyo ilivyokuwa. Eventually anaondoka na kwenda Young Africans, then Kalimangonga anakuja anafanya kitu bora, but kuna namna fulani pia haijakuwa bora sana kuwaaminisha viongozi wa KMC kumbakisha yeye kwenye helm, na hatimaye akaweza kuondoka. Kwa hiyo ni swala kuweza kusubiri kuona kina Ismail Gambo, kina Bombo na kina Redemptus Musa, kina Darwish Sarboko wanafanya kitu gani kuhakikisha kwamba wao sio tu wapangaji bali ni wapangaji wa korofi kwa Simba Sports, kwamba wanakuja nyumbani, mnakuja nyumbani kwetu, hamwezi mkachukua pointi tatu mnakuja kizembe, mnachukua alama tatu kizembe. Kwa hiyo ni watatuambia hicho kitu. Inawezekana hakuna siku ambayo KMC wanapaswa kuweka historia yao dhidi ya Simba, kwa sababu hawana rekodi yoyote nzuri dhidi ya Simba nzuri. Kwa hiyo siku pekee ya KMC kuandika rekodi dhidi ya Simba ni kesho, kwa sababu wana stress, yani wana vitu vingi sana kichwani kuelekea mchezo wa finali. Yani hakuna siku pekee ambayo KMC iwapo wanashindwa kesho, basi inaweza kuchukua hata miaka 30 ama 20 kushinda tena kumpiga mnyama. Watu unajua Simba na Yanga, yani kupoteza mechi kwenye msimu ni mechi moja, mimi na dhidi mechi hiyo ni dhidi ya Simba au Yanga wenyewe au Azam, kwa walao kidogo Azam. Siku pekee ambayo KMC wanapaswa kuitumia vizuri, ambao pengine wanaweza kukutana na Simba ambayo ina vitu vingi sana ambavyo wana picha kubwa ya msimu wao dhidi ya RS Berkane, ni kesho. Wanaitumiaje kesho? Maswali na majibu wanayo wao wenyewe vichwani vyao mwao. Sahi, sababu yani ni siku pekee ambayo KMC wanapaswa kuitumia ipasavyo. Iwe jua iwe mvua, ni kesho. Wakishindwa kushinda kesho, maana yake wanatumia muda mrefu sana. Yani wakishindwa kesho KMC, yani timu zote kuanzia JKT Tanzania, kuanzia Mashujaa na Pamba Jiji FC, yani hakukuwa na nyakati sahihi za wao kutumia kuweka historia yao kwenye historia ya maisha yao ya mpira wa miguu kwenye ligi ya Tanzania, kumnyanyasa Simba kama nyakati hizi. Kama wamemisa sasa hivi, wasahau kwa misimu maybe miaka 10 ijayo. Kweli. Au unasemaje mzee wangu? Sahi, na mimi binafsi KMC nasema wamekuwa na msimu wenye mafanikio mazito. Wamekuwa na msimu wenye mafanikio mazito. Kwa nini? Licha ya kwamba wanapambana, wana struggle, ndio walianza vizuri. Nakumbuka kuna kipindi mpaka Lance, kama unakumbuka, tulikuwa tunaweka kwenye debate ya kuwa fullback bora wa Korea. Wa kulia. Na kipindi Kenny Ali Mwambungu alikuwa anatwanga sana. Walianza vizuri chini ya Abdul Hamid. Alipoingia Kali Ngonga, nadhani ilitakiwa take time. Na Kali huenda ni muumini wa football principles, na kwa muda ambao kapewa sidhani kama hiyo misingi yake ameweza kuijenga. Lakini kwa nini nasema msimu huu KMC wamekuwa na msimu wa mafanikio makubwa sana? Inawezekana ukitoa Simba na Yanga, timu ambayo imefuata kwa kuingiza mapato mengi msimu huu ni KMC. Ndoni Municipal Council. From what I know ni kwamba kila mechi ambayo inachezwa pale ya ligi kuu, kama uwanja ukikodiwa, hawapandi chini ya milioni 5. Sasa tupige hesabu Simba na Yanga. Bwana, wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa hapo dimbani pale kwenye uwanja wa KMC Complex, ambapo watakuwa ugenini kama inavyotarajiwa, ambapo KMC watawakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba majira ya saa 10 kwenye mchezo wa ligi kuu ya hapa nchini Tanzania, kwa maana ya ligi ya NBC Premium League. Na wekundu wa Msimbazi Simba bana anaenda kuenda kupambania kula kiporo kingine, ambapo hivi sasa amebakisha kiporo kimoja tu, ambapo atacheza dhidi ya KMC. Bwana, KMC wao kwa upande wao ni kwamba kama tunavyojua hapo mwanzo bana, walikuwa
wamepeleka mchezo wao kule mkoani Tabora, lakini ilivyo bahati mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kutinga katika hatua ya fainali kunako michuano ya CAF Confederation Cup, wakaona isiwe tabu, wakaweza kurudisha mchezo huo na ni rasmi utaenda kupigwa pale kwenye uwanja wa KMC ili kuweza kuwapa wekundu Msimbazi Simba muda zaidi wa kuweza kujiandaa na fainali hiyo ya CAF Confederation Cup, ambapo watanzia kule ugenini dhidi ya RS Berkane ya kule nchini Morocco. Kwa upande wa Simba kesho, endapo wataweza kufanikiwa kushinda mchezo huo, moja kwa moja watakuwa wamefanikiwa kukusanya alama 69, ambapo watakuwa wapo nyuma dhidi ya mpinzani wao Young Africans ambaye tayari amekwisha kufikisha alama 70. Lakini cha msingi kwa ambao anaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe ili uendelee kupata zile taarifa zote ambazo zitaendelea kujiri kunako upande wa kimichezo. Njia ni rahisi tu, unabonyeza maandishi ambayo yapo upande wa kuume hapo yameandikwa subscribe, ukisha bonyeza tu, lakini pia unaweza kuwasha notification on, moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo, na moja kwa moja utakuwa ukipata zile taarifa zote za kimichezo ambazo sisi tutakuwa tukikuletea hapa kwenye channel hii ya Mlacha Media. Bwana, mpaka ufikie hapo mimi sina la ziada, lakini endelea kuifuatilia Mlacha Media, na mimi kazi yangu ni moja tu, zile taarifa zote nitakuwa nikiendelea kukuletea hapa, ikiwemo mchezo huo ambao utaweza kupigwa pale kunako uwanja wa KMC Complex. Mpaka ufikie hapo mimi sina la ziada, niite Innocent Mlacha na hii ni Mlacha Media.